Rahabu shujaa, jinsi alisaidia wapelelezi. Karibu katika jiji la kale la Yeriko, mahali penye kuta ndefu na walinzi hodari. Lakini je, unajua kwamba mwanamke mmoja jasiri anayeitwa Rahabu alibadili kila kitu? Jitayarishe kusikia hadithi kuhusu ujasiri, imani na jinsi tendo moja la fadhili linavyoweza kuleta mabadiliko makubwa. Siku moja, wapelelezi wawili wa Israeli waliingia Yeriko kisirisiri ili kujua kuhusu jiji hilo. Walihitaji kujificha kutoka kwa askari wa mfalme. Ndipo walipompata Rahabu, mwanamke mwenye fadhili aliyeishi katika nyumba iliyokuwa kwenye ukuta wa Yeriko. Lakini je, angewasaidia au angewafukuza? Askari wa mfalme walikuja kuwatafuta wapelelezi hao, lakini Rahabu akawaficha juu ya dari yake chini ya matita ya kitani. Alimtumaini Mungu na akachagua kuwalinda. Aliwaambia askari, hawapo hapa. Mawazo ya haraka na ushujaa wa Rahabu yaliwaokoa wapelelezi wasikamatwe. Wapelelezi hao waliahidi kumlinda Rahabu na familia yake wakati Mungu alipowapa Waisraeli jiji hilo. Rahabu alifunga kamba nyekundu kwenye dirisha lake ili Waisraeli wajue ni nyumba gani wangelinda. Kamba hiyo nyekundu ikawa ishara ya imani ya Rahabu na upendo wa Mungu. Simulizi la Rahabu linatuonyesha nguvu za ujasiri na fadhili. Hata inapotisha, kusaidia wengine na kumtumaini Mungu kunaweza kusababisha mambo ya ajabu. Rahabu anatukumbusha kwamba mtu yeyote anaweza kuwa shujaa, haidhuru anatoka wapi au maisha yake ya zamani.